Ni waombe wananchi wajitokeze kwa wingi sana siku ya tarehe 29 kwa ajili ya kupiga kura. Vituo vyetu vinafunguliwa saa 1 asubuhi na vinafungwa saa 10 jioni. Kwa hiyo muda wote huo wana uwezo wa kwenda kupiga kura kuanzia saa 1 asubuhi mpaka kufikia ile saa 10 jioni. Lakini nipende kuwasihi wananchi kwamba vituo vyetu sasa hivi vimepangwa kwa namna ambavyo havitakuwa na foleni kubwa sana. Kwa hiyo mwananchi anaweza akaenda kwa muda mchache sana, akapiga kura na akarudi akaenda nyumbani akaendelea kufanya shughuli zake za msingi. Kwa sababu kila kituo kina watu wachache. Chini ya 450. Kwa hiyo na haiwezekani wote wakaja kwa wakati mmoja. Mwananchi atachukua muda mchache sana katika kupiga kura. Kwa hiyo waombe sasa wajitokeze kwenye vituo vyao waende wakapiga kura, kwa sababu vituo vimewekwa rafiki, kwanza viko karibu, vimeongezwa ili kusudi viweze kuwa karibu na wananchi. Kwa hiyo wananchi hawatatumia muda mwingi sana kwenye kituo, lakini pia vituo vingi vimesogezwa karibu na wananchi. Ni mwongozo ambao utafuatwa na wasimamizi wa vituo, wasimamizi wasaidizi pamoja na makarani waongozaji siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025, ambao umetolewa hapa na Heri Huruma Nyera ambaye ni mratibu wa uchaguzi mkoa wa Tabora. Hayo yamejiri wakati wa mafunzo maalum kuelekea siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, ambao ni siku ya uchaguzi mkuu wa kuchagua uongozi wa taifa la Tanzania kwa maana ya ngazi ya rais, ubunge pamoja na udiwani, ambao katika mafunzo haya mgeni rasmi wa mafunzo haya ni Pascal Matagi ambaye yeye ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Tabora mjini. Anaeleza mambo ya kuzingatia kwa makarani ambao wanapatiwa mafunzo haya ili kwenda kusimamia uchaguzi huu kwa haki. Lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika vituoni, kwamba simamieni jambo vyenu kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki. Sisi katika wengi tumeteuliwa sisi. Kwa hiyo tunapaswa kusimama kwa dhati kusimamia zoezi hili, kuwasaidia kama nilivyosema wamama wajawazito, wasiojiweza, wasioona, kuwapa maelekezo sahihi, lakini pia kutunza siri na kuwajibika ipasavyo. Kuna hatua na kuna sehemu ambazo tunaweza tukazipokea changamoto na kuziwasilisha kwa wahusika kwa ajili ya kuzifanyia kazi na kuzitatua, ili zoezi zima la upigaji wa kura lifanyike katika hali ya usalama na ubora katika hali ya juu. Tutafanya majukumu yetu kwa kupata katiba na mwongozo tuliofunzwa. Yote haya ni katika kuhakikisha kwamba uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kila Mtanzania anakwenda kutimiza wajibu wake wa kikatiba kuhakikisha kwamba anamchagua kiongozi anayestahili, na hapa ni katika ngazi ya rais, ubunge na udiwani, na Mtanzania huyu ni yule ambaye anatambulika katika daftari la kudumu la wapiga kura la taifa. Mimi ni Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao mingine ya kijamii, Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.